Mtazamaji, karibu sana katika mada yetu hapa Sema na Citizen. Bila shaka ni mada ambayo wengi imewapa furaha, wengine ikawapa karaha. Nazungumzia ununuzi wa nyumba. Wengi wameingia katika tamaa ya kununua nyumba kwa kuwaona marafiki zao, jamaa zao wanaishi nyumba za kifahari, na wao pia vile vile wakaingia tamaa ya kuwa na nyumba zao. Lakini saa nyingine inakuwa ni majuto mjukuu, manake inabidi wengine kuingia katika hali ya kuwa na mikopo ya muda mrefu inawashinda kulipa na hatimaye kupoteza nyumba zile, na pia wengine kuhadaiwa. Wanakwenda katika ardhi ambazo zimepangiwa ujenzi wa nyumba, unafika pale miaka 6 baadaye ushalipa mkopo kwa ile kampuni kuanza kujenga, lakini unakuta hawajaanza kujenga na inakubidi uendelee kulipia mikopo na ina riba ya hali ya juu. Hapa ndani ya studio nina wadau nafikiri ambao wako katika sekta hii, watatupa mapana na marefu. Ninaye wakili Elias Mutuma ambaye bila shaka atatuambia masuala ya kisheria yanamlinda vipi anayeuza nyumba na yule anayenunua, na wanapokosana au wanaposhindana kitu gani, nani ana haki zaidi ya mwenzake. Vile vile ninaye bwana Morris Omolo, yuko katika kampuni inayofahamika kama Proland Realtors, wanahusika hasa katika masuala ya kuthamini nyumba, kwa kimombo wanasema valuers ama valuation. Kabla wewe kununua nyumba, kitu gani unastahili kuzingatia, na kwa nini nyumba fulani inakuwa ghali kushinda nyingine? Kwani imejengwa na dhahabu ama imejengwa na nini? Ndio masuala atakao natuambia. Vile vile tunaye mgeni mwingine bwana David Kingo. Si mgeni sana, alikuwa kuna sisi wiki iliyopita. Anafanya ni meneja wa masuala mengi tu katika kampuni inafahamika kama Saiton, inahusika katika ujenzi wa nyumba za kifahari na hata za wastani hapa jijini Nairobi. Karibu tena katika studio zetu. Na mwisho si mwingine, umuhimu wake ni masuala ya fedha. Anafahamika kama bwana George Karani kutoka kampuni inayofahamika kama Mwananchi Credit. Hawa wanahusika sana na utoaji wa mikopo. Sasa atatufahamisha, je, wanatoa ushauri gani kwa mtu ambaye anachukua mkopo wa nyumba, ikifahamika kwamba saa nyingine nyumba hizi zinajengwa kwa muda mrefu kushinda ule muda ambao unatumika katika kulipa mikopo. Karibuni sana katika studio. Nafikiri moja kwa moja nianze na wewe bwana Morris Omolo, manake umuhimu wa mada yetu hii inazungumzia thamani ya nyumba ambazo wengi usikimbilia kuzinunua kabla hata kuanza kujenga. Kitu gani kimefanya hasa ukiangalia mijini na hususan jiji hili la Nairobi kwamba kuna nyumba sehemu fulani ziko ghali zaidi kushinda sehemu fulani? Chukulia mfano wa Upper Hill na ukilinganisha na sehemu ambayo ni ya kifahari kama kwa mfano Muthaiga na kadhalika. Kwa nini, kitu gani kinafanya nyumba zinakuwa ghali na mnaangalia thamani yake kivipi? Kwanza kabisa asante Nimbretabu kwa kunialika kuja kujadiliana katika maswali ya mashamba, property na vile vile nyumba na vile nyumba, makazi. Kweli kabisa. Ulivyosema, dhamani ya nyumba kweli inalingana kulingana na mali nyumba ipo. Tunaongelea location. Kwa hivyo ardhi inaanza hapo. Ardhi inaanzia hapo, location. Location muhimu sana kwa sababu utapata mahali kama Upper Hill ambapo kuna uwezekano wa kufanya magorofa makubwa. Bila shaka bei ya ardhi itakuwa ya juu. Utaenda mahali pengine ambapo unakubaliwa kufanya nyumba moja tu katika labda nusu eka, kwa mfano kama Karen hivi, kwa mfano kama Karen, Marunda. Unapata kuwa pia kingine kile kinafanya dhamani ya nyumba inalingana, inatofautishana, ni kuwa kuna mahali panakuwa na prime areas. Okay? So prime areas ni mahali ambapo unapata wengi ambao wana fedha wanapenda kuishi. Kwa hivyo wanaweza kulipia bei ghali kuliko kwingine. Na utapata mara nyingi mahali hapa utapata kuna barabara nzuri, kuna kitu tunaita infrastructure zuri kuliko mahali kwingine. Kwa hivyo vitu kama hivyo vinafanya thamani ya nyumba inakuwa tofauti. Pengine ufafanue zaidi, maana mtu akiangalia sehemu kama Upper Hill kwa mfano, ni sehemu ambayo sasa hivi imeinuka kuwa sehemu ya kibiashara kwa sababu ya zile nyumba ziko pale, nyumba za kukodisha, za ofisi na kadhalika. Ikiwa kuna nyumba za malazi pia nyumba ambazo za kukodisha. Lakini ukiangalia na barabara ya Thika
Ndio. Ambao kama ulivyosema kuna vitu ambavyo vinafanya sehemu fulani na kuwa na thamani kubwa. Ndio. Barabara ya Thika ni kubwa, nzuri, pengine hata kusema barabara ya Upper Hill. Kweli. Sasa je, pale Upper Hill kitu gani zaidi kinafanya thamani na kuwa kubwa? Je, ni zile fikra kwamba sasa hapa kuna jengwa nyumba kubwa zaidi, ni sehemu ya jiji la Nairobi, maana zamani ilikuwa makazi. Kweli. Na bei yake kwa hivi sasa, pengine kwa manufaa ya watazamaji, utueleze bei ya pale kununua ardhi tu peke yake, na ikiwa ni mtu utajenga, ikiwa umenunua ardhi kwa bei kubwa, je, inakulazimu pia ujenge nyumba ya kifahari ama unaweza kujenga nyumba ya wastani? Kweli kabisa, tukitumia mfano wa Upper Hill na Thika Road, umesema vizuri. Tuko na Thika Road ambayo ni kubwa kabisa, imetengenezwa juzi, imekuwa super highway. Tuko na Upper Hill ambao kuna congestion, barabara si nzuri kama ile Thika Road. Na umesema pia vizuri sana kuwa Upper Hill inaonekana kama mji. Kwa hivyo tutoka pale mji ambao tunayo pale CBD sasa imekuwa ikipanuka. Sasa kutoka CBD pale inaenda Upper Hill, ienda Westlands, alafu pia siku hizi tunaona inakuja pande ya Ngong Road. Kwa hivyo inapanuka ikienda labda kilomita 5 kwa upana kutoka katikati mwa jiji. Kisha pia lazima uangalie uwezekano wa kujenga, tuangalie ukubwa wa nyumba. Tunaita built up area. Mahali kama Upper Hill kuna planning regulations ambayo inasema kuwa unaweza jenga nyumba kiasi fulani kulingana na ukubwa wa shamba. Kwa mfano, ukiwa na ekari moja pale Upper Hill, unakubaliwa kujenga mara 10 ukubwa wake. Kwa hivyo inamaanisha kwenda juu kama ni ghorofa. Kwenda juu, kwa hivyo ukienda juu unaweza pata unaenda mpaka labda ghorofa 33 kama, na inakubaliwa kisheria. Na inakubaliwa kisheria. Ukienda pale Thika Road hautakubaliwa kufanya hivyo. Okay? Kwa hivyo unapata kuwa kama unaweza kubaliwa kufanya hivyo, dhamani yake pia inaenda juu. Kwa hivyo ole wako ukinunua pale nyumba, ukinunua pale ardhi, alafu inakubidi pia lazima uwe fikra kujenga nyumba kubwa ambayo itakuwa na wateja wengi na kadhalika. Kweli. Kwa mfano, tukiangalia bei ya Upper Hill, tunaangalia kwa eka moja kati ya milioni 400 kwa hivi sasa. Kwa hivi sasa 400 mpaka 500. Ukienda pale Thika Road unapata milioni 100 mpaka, na hiyo ni mpaka pale TRM. Milioni 100. Baada hapo inabadilika sasa, inaenda chini kidogo. Inaelekea chini. Kweli. Bwana Kingo, nafikiri wakati mzuri sasa hivi ni kulete wewe, manake mnahusika katika ujenzi wa nyumba. Mnapoamua kuanza kujenga kwa mfano nyumba za makazi maeneo tofauti, kitu gani ambacho mmeangazia kuona kwamba hapa tutakuwa na wateja wazuri na kiwango fulani tutakuwa tunawatoza kwa nyumba kuweza kununua, iwe ni mahitaji ya wao kuishi wenyewe binafsi au hata kuzikodisha kwa wananchi wengine? Kitu kwanza, asante sana Nimrod. Kujenga nyumba si kuchukua shamba alafu unaweka nyumba, unajenga nyumba. Kujenga nyumba sana sana kama nyumba unajenga ukodisha ama kufanya biashara yote, kwanza lazima ufanye research ile area. Sijui mnaita utafiti ama mnaita lazima ufanye utafiti. Zile nyumba kama hizo ziko eneo hiyo, occupancy yake iko namna gani? Kama mtu alikuwa amejenga nyumba akondishe katika ule mtama ile eneo, zile nyumba zimechukuliwa kwa kiwango ngapi? Sasa kama umefanya research yako na hizo nyumba ziko hapa zimechukuliwa 20% ama 10%, haina haja uende ukaweka nyumba yako pale. So hiyo namba moja. Kwa hivyo unaangalia pia yule ambaye ameshaanza kujenga. Uangalia pale majirani hajapata wateja wengi, pia inafaa kukupa maarifa kwamba usijenge pale, si mahali pazuri. Kweli. Usije ukaenda ukaweka nyumba mahali kama ni apartment, uende ukaweka apartment na zile ziko surroundings ziko half occupied ama 3/4 occupied, so ina haja gani ukaweka nyumba pale? Kwa hivyo kwanza si ufanya research kabla tutokeka nyumba. After tumepata shamba iko, research kwanza. Research natuambia. Alafu tunaangalia return on interest na return on investment. Tuweka ile pesa kwa ile project, return yake itakuwa namna gani, ambapo inategemea na ile hesabu ya occupancy, na pia wale wako hapo majirani ama watu wote wamejenga nyumba pale wanalipa pesa ngapi. Lazima ufanye hiyo rate, angalie kwako utajenga hii nyumba na cost ngapi. Weke scenario 1, nikijenga nyumba hii na hii pesa italetea hii pesa. Nikiweka scenario na pili, hii nyumba nijenge na hii cost na naletea hii pesa. So ni research kwanza to inform before tuende tukaweke nyumba. Kweli. Na pia hiyo report bado itakuwa informed na bei ya shamba. Kwa bei ni cost muhimu pale ndani.
Naam. Tueleze kuhusiana na masuala ambayo mmeweza kuficha katika uuzaji wa nyumba. Maana mara nyingi mkizijenga mnataka kuziuza, mtaki kukodisha. Maana kukodisha ni kumaanisha mtahitaji kuweka kampuni nyingine ya kukusanya kodi na kadhalika. Mara nyingi kampuni kama hizi mnataka kuuza moja kwa moja. Kuna vitu ambavyo mteja hafahamu moja kwa moja ambavyo vimefichwa katika ile stakabadhi ya mauzo ya nyumba na kadhalika, na wengi hugutukia kwamba wanalipia fedha nyingi kuliko vile walivyotarajia. Mtu akitaka kununua nyumba, vitu gani anastahili kuviona moja kwa moja kwamba umemwekea kama gharama yake? Tunapojenga nyumba, kwanza tunasema tuna model yenye tunatengeneza pale, ni hesabu za ile nyumba, ambapo sisi kama kampuni ziko na ziko published na ziko in public domain, mtu anaweza zipata akizihitaji. So zile zitakuonyesha ile pesa tumeka pale tumejenga namna gani. Kuna documents zingine ambapo nimempatia, sababu kujenga nyumba ni process sana kama unaweza jua. Kuna contracts ndani au ma contracts wote ndio atakupeleka hadi zile cost zote ukiweka ndio zinakwenda kuonyesha bei. Hakuna cost yenyewe ndasema aswa inafichwa pale ndani, sababu ingekuwa ni cost inafichwa kama nyumba tumejenga Karen ama mahali ni nyumba tunaweza kama 1,80,000, ile nyumba ukisema umeficha cost, kama ni kuficha maybe ufiche 1,50,000, huwezi ficha 1,50,000 kosa kuonekana. So kwa kweli pale amna cost tunaficha, sababu ni process na ziko open. Kuna contractors wako ground wanaonekana au wanakula pesa kweli. Bwana Karen, nafikiri wakati mzuri kukuleta wewe sasa hivi. Kwanza wazo lako kwa mteja yoyote ambaye anatutazama na kadhalika, je, ni busara kununua nyumba kwa mkopo ama bora kuweka akiba polepole, huwa unaleta michanga, unaleta mawe, mafundi na kadhalika? Kama mtu ambaye yuko katika masuala ya fedha, kipi muhimu? Maana wengi wanakimbilia mikopo bila kufahamu ugumu wa kulipia mikopo. Asante sana Nimrod. Kitu cha muhimu kwanza ni kujua haja ile nyumba unataka ni ya kazi gani. Kuna nyumba ya kukaa. Nyumba ya kukaa haileti faida yote kwako. Na kuna nyumba za biashara. So kwenye nyumba za biashara, ile njia unaweza fuatilia kuinunua ni tofauti na nyumba ya kukaa. So pengine ningeelezea aina mbili ya zile ukienda kuchukua mkopo ya nyumba. Tafadhali. Utapata mara mingi benki mingi zinatumia njia mbili za kuhesabu ile riba. Na ile riba pia ina depend na ni aina gani ya nyumba. So kuna ile wanaita fixed interest. Fixed interest ni kumaanisha ile riba iko fixed. Mkikubaliana unachukua nyumba kwa miaka 20, kila mwaka ni riba ya 10% ama 15, inakuwa hivyo for hiyo miaka yote ile mmekubaliana. Na kuna ile nyingine inaitwa variable. Ile variable ni kulingana na vile interest inaendelea, banki iko na uwezo wa kubadilisha ile riba yako. So kwa mfano nafikiria ile kitu ya maana sana ni kwanza ujiulize binafsi kama mtu mwenye anataka kununua ama kujenga nyumba, haja ya nyumba ni nini? Ukishajibu lile swali, basi swali ya fedha itajileta yenyewe. Pengine utupe moja kwa moja, mnapofanya kazi katika kampuni ya Mwananchi Credit, mteja ameingia, amekwambia kwamba nimeona nyumba mahali fulani. Kitu gani ambacho unataka akuahidi kwamba ataweza kulipia nyumba? Kitu gani ambacho unamshauri kabla yeye kukimbilia moja kwa moja kwamba nataka kiasi fulani cha pesa kufanyia hii na kununua nyumba? Na je, kama kampuni mnakuwa wamiliki wa pamoja na yule mnunuzi kwa muda ambao bado anaendelea kulipia mkopo, ama usimamizi unakuwa vipi? Sana pale tunaangalia kwanza, kitu ya muhimu ni haja ya ile nyumba. Kama ni ya biashara, sana tutaangalia hiyo nyumba, kwa mfano ikikodishwa, anataka kukodisha ama anataka kuweka biashara yake. Kama ya kukodisha, tutafanya ile hesabu kwamba kila mwezi atakuwa akipata pesa ngapi na ni ngapi hilo na anafaa kuwa kilipa kila mwezi. Kama ile nyumba ni ya kuishi, na tunaangalia kwa sasa hivi ile nyumba anaishi analipa pesa ngapi, na hii loan anataka atakuwa akilipa pesa ngapi. Alafu pia kwa muhimu pia tunaangalia ile income yake inatoka wapi. Je, ni mfanyi biashara? Na kama ni mfanyi biashara, amekuwa kwa hiyo biashara kwa muda gani? Je, ameajiriwa? Mshahara yake ni pesa ngapi? Kuna ile sheria ya adhad
lazima anakuwa na take home ya that. Kwa kampuni ambazo zinatoa mikopo, nieleze, ikiwa nimeamua kwamba ni nyumba ya kuishi tofauti na nyumba ya biashara, je, riba unayotoza italingana na naenda kuifanyia kazi gani? Maana kuna wengine kabla huu mwongozo wa benki kutoka benki kuu kwamba riba iwe kiwango fulani sawia na mashirika kutoa mikopo na benki, ilikuwa mikopo inatolewa kitofauti na riba. Sasa hivi iko vipi? Je, nikisema ni nyumba ya kuishi mwenyewe, riba itakuwa tofauti, na ikiwa ni ya biashara ambayo nakodisha nikipata mapato zaidi? Bila shaka kama ni ya biashara riba itakuwa tofauti, na kama ni ya kuishi riba inakuwa tofauti. Kwa maana benki yeyote inaangalia ile risk kwamba ukishindwa kulipa kunaweza kuwa namna gani. Na pia unajua sana benki zinapeana pesa za watu, so pia wao wanataka kuangalia ni gani uwezekano ya kutolipa iko juu, ndio riba inakuwa juu kidogo. Na imefika mahali ambapo mtu akishindwa kulipa, mnakuja aidha mnampokonya nyumba, mnataka kuiuza na kadhalika. Je, matukio kama hayo yametokea na mnasuluhisha vipi kabla ya kumuingiza wakili kuweza kutoa ushauri zaidi? Kuna njia mwafaka zimewekwa kwa kisheria za kufuatilia mambo ya mashamba. Na mashamba na maanisha pia manyumba. Kwa mfano, kabla upatie mtu loan ya kununua nyumba, ile title deed lazima mnafanya charge. Wakili ataelezea vizuri. Charge ile inaonyeshana kwamba ile nyumba ama ile title kuna interest ya financial institution ile iko noted pale ndani, na hauwezi transfer ile title kwa mtu mwingine. Ikifika ni mtu amelemewa kabisa kulipa na ile nyumba ama shamba inafaa kuuzwa, kuna njia za kisheria. Kuna notice unafaa kumpatia, kuna ya 45 days, kuna ya 90 days, kujaribu kumuonyesha kwamba anaweza. Lakini riba yake bado itakuwa inaendelea. Riba inaendelea kwa maana ile loan bado hajalipia. Wakili, nafikiri pengine ushauri wako muhimu kwa sasa hivi, kabla hatujazungumzia baadhi ya kampuni ambazo zimetajwa kuwa na matapeli na kadhalika katika ununuzi wa nyumba, pengine tueleze mstari wa kwanza. Kama mimi ni mnunuzi, sijafahamu lolote kuhusiana na nyumba, nimeona tu marafiki, ndugu zangu nilisoma nao skuli, sasa na mimi nikaingia tamaa pia nataka kununua nyumba, kitu gani nastahili kuangalia kwanza kisheria? Asante Nimrod na mtazamaji. Jambo la kwanza, ufanye uchunguzi wako binafsi, ujichunguze wewe mwenyewe. Uweze kujiuliza kwamba je, nina uwezo wa kulipa ili deni la kulipa riba na yale mambo mengine ambayo lazima ulipe. Jambo la pili, uchunguzi mwingine itakuwa ni kwa ile kampuni ambayo inakuzia nyumba. Ndio uweze reputation investigation. Ujiulize wamewahi fanya nyumba zingine gani ambazo zimekamilika na watu wameingia kule ndani na wanadeal na wateja wao namna gani. Hilo litakuzuia, kwa sababu kuna kampuni mingi ambazo zinachipuka ambazo hajizafanya hata mradi wote ambao umeonekana, wanaanzia unakwama katikati. Kwa hivyo jambo la pili, fanya uchunguzi wa ile kampuni, waambie nataka kuona miradi mingine sawa ambayo mmefanya ambayo imekamilika. Jambo lingine, muzishe wakili aweze kufanya ile tunaita due diligence. Due diligence ni atafanya investigation ya mambo ya kisheria. Kwa mfano, ataangalia kama mahali ambapo pale ile nyumba inajengwa ni mahali ambapo pamekubalika kujenga nyumba aidha ya biashara ama ya kuishi. Hiyo itakuzuia mambo ambayo tuliona juzi, watu tayari wamenunua nyumba lakini inaonekana kana kwamba hiyo nyumba haikupaswa kujengwa kwa sababu imepitia katika chemichemi za mto. Hiyo due diligence itazuia hayo mambo yote. Jambo la pili, wakili pia ataweza kuchunguza ajue hawa watu wako na capacity ya kuuza ama hawana capacity ya kuuza. Wamefuatilia sheria za City Council, za NEMA na zingine zote, wamemaliza hizo stakabadhi na wamepewa kibali ama hawajapewa kibali. Kwa sababu unapoingia pale, especially wakati tunafanya off plan purchase, yani unanunua mjengo ambao uko tu kwenye picha. Haujauona umekamilika, ni vizuri kuuzisha wakili ndiye afanye due diligence. Hilo ndio la maana na step ya kwanza kabisa. Hapo ndio tatizo kubwa lililopo, na nataka sote tujadiliane. Maana wengi tumewakuta kwamba wanaingia katika kampuni, kwa mfano kampuni ambayo anafanya kazi Bwana David Kingoa, kantia tamaa kweli kweli kwamba hizi nyumba zitakuwa nzuri, ni bonge, zina nafasi nzuri, kutakuwa na shule hapa, kutakuwa na soko, kwa hivyo maisha yako mazuri. Lakini zinauzwa katika ile njia tunasema off plan. Kwa hivyo hakuna chochote mlichojenga, na unakuta wengi anakwenda anachukua mkopo kule anakofanya kazi Bwana
Bwana Karani, anakuja na kupatia pesa zote, pengine amelipia 90%. Nyinyi mkaahidi kwamba baada ya miaka 2 au 3 nyumba zitakuwa zimekamilika. Lakini tumekuja kuona kwamba kuna kampuni nyingine nyumba hazijakamilika, na ikiwa imekamilika moja tu, miaka 6 ishaisha, mimi nishamaliza kulipa mkopo, kule nadaiwa sijaingia nyumba yangu. Wakili, nianze na wewe. Hapo mnunuzi ana haki gani aidha kwenda kuishtaki kampuni, kuomba kwamba afidiwe pesa zake na aondoke katika ule mkataba? Inalingana kwanza na ule mkataba ambao wameingia na developer. Kwa ndio nimesema kwanza muuzishe wakili awe katika utengenezaji wa ile mkataba ama agreement ya kununua nyumba. Yule wakili wako hana haki ya kuimpose zile conditions ambazo zinakufaa wewe kama mnunuzi. Kitu ya kwanza lazima aweke muda uwe ni wa maana katika ile contract, kwa sababu developers wengi hawataki kuweka kile kipengele cha muda kikiwa kiwazi sana. Wanakuachia muda ambao ni wazi. Kwa hivyo hata wakichelewa na mwaka mmoja au miaka 2 basi huna nafasi. Lakini kama una wakili ambaye alikuwa chonjo, ataangalia na asema ya kwamba kama mnataka tutie sahihi katika mkataba, lazima mnihakikishia kwamba hizi nyumba zilikuwa zimekamilika katika kipindi hiki. Sasa kama watavunja ule mkataba, utakuwa na haki ya kwenda kotini na kukilemea kwamba wamefanya nini, wamevunja mkataba. Lakini pia uelewe ya kwamba utakuwa umetumia hela mingi sana, na pia kwenda kotini si ati ni kitu cha rahisi ati utakimbia siku moja kotini, kesho yake utarudishiwa fedha. Kuna gharama na pia kuna nafasi ambayo inatumika. Lakini ni muhimu kuhakikisha kwamba ule mkataba umeweka waziwazi muda ambao wanapaswa kukamilisha nao. Bwana Omolo, pengine na nafikiri ni kuingize wewe. Inakuwaje katika masuala ambayo mnafanya valuation ya nyumba? Kitu gani mnazingatia? Maanake kama tunavyozungumza, watu wengi ukimbilia hizi nyumba ambazo ni off plan kwa sababu ziko bei nafuu, hazijaanza, hajatengezwa. Lakini mtajuaje gharama ile nyumba itatokea pale? Maanake mimi nimepelekwa naona mchanga tu na picha ya nyumba. Sasa nitajuaje kwamba gharama ya hii nyumba ni shilingi milioni 15.5 kwa mfano, ikiwa naona picha tu? Ni thamani gani ambazo yule, kama alivyosema wakili, developer na wewe kama mtu ambaye umehusika katika masuala ya kuthamini ubora wa nyumba na thamani yake na kadhalika, kwamba mmezingatia yote na kuhakikisha kwamba nyumba hii kiwango chake cha pesa ni milioni 15.5, ilhali inaangalia ardhi tu? Kweli kabisa. Vile umesema, kununua nyumba off plan iko na faida kadhaa, na mojazo ni kuwa unapata kwa bei nafuu, kwa sababu ukingoja baadaye labda jengo ikiendelea, baadaye miaka gharama pia inaenda. Kwa hivyo saa zingine ni bora kununua mapema ndio upate savings, alafu labda kama ni investment uweze kuuza kwa bei ya juu na upate faida juu yake. Lakini vile tumeona, tumekuwa na shida, changamoto kidogo pale tunapata developers wanakuja na wanatake advantage. Na yote inatokana na utashi, tamaa ya sisi ambao kwamba tutaka tununue nyumba kwa haraka, tusipitwe na wakati kabisa. Na vile wakili amesema, lazima uhusishe wataalamu. Kwanza kabisa wakili ni muhimu. Pili, valuer au mnafanya anakadiri dhamani ya kitu nanunua. Pili, tatu, kuna surveyor. Alafu pia 4, kuna naita dalali. Na nikisema dalali si broker. Okay. Kuna estate agent ambaye lazima kuwe, ambaye tunaweza kutumia neno wakala. Je, unazingatia maafisa wa mazingira pia vile vile, kwa sababu sasa siku hizi tumeanza kuona kwamba wengine wanajenga nyumba sehemu ambazo hawastahili? Lazima wahusishe. Kwa sababu usipowahusisha, baadaye unaweza pata kuwa jengo lako labda lilijengwa kwa repair and reserve. Alafu unapata kuwa labda government ili iko hapo ina enforce. Na unapata kesi zile tumekuwa nazo hapa karibuni. Na tukirudi kwa swali yako, kutafuta dhamani ya nyumba ambayo haijajengwa, kwanza lazima tuhakikishe kuwa developer ama mwenye anajenga amepata approval zote. Na approvals ni lazima apate idhini kutoka county government, lazima apate idhini kutoka Ministry of Lands, lazima apate idhini kutoka NEMA, lazima apate idhini kutoka pengine saa zingine kutoka kwa Nairobi Water and Sewerage Company, kwa sababu ya
maji taka na hata maji safi ambayo itakuwa yanatumika katika, na lazima uonyeshe hizo zote. Pili kabisa, lazima kwanza tuhakikishe kuwa anayejenga hizi nyumba hakuna kitu inaitwa track record, amejenga nyumba gani zipi zile, alafu ili uwe na imani kwamba hapa kwenye mchanga amenionyesha anaweza kweli kujenga na uwezo. Kisha pia lazima uangalie stakabadhi. Title ni muhimu sana, kwa sababu ardhi ni ardhi, lakini ardhi kweli ni karatasi. Zile records ziko pale. Kwa hivyo title yako ndio haki miliki. Hiyo ndio haki yako hapo. Na Bwana Akili najua atawaambia kuwa bila hiyo haki, hiyo ardhi yako hamna. Pengine utupe mfano wa hizi nyumba za gorofa, kwa mfano kama zile tunazoziona, na nyingi pengine zimejengwa juu kwa juu, kwa hivyo haina hati miliki. Sasa haki yangu kwa ile nyumba, maana wengine utasikia anasema nimenunua hewa, ndio naishi kwenye nyumba, lakini pengine nina stakabadhi, nina risiti na kadhalika, lakini sina cheti cha kumiliki ile ardhi. Maana ni tunaita mother title, lakini iko na mwingine haijaganywa nyumba kwa sababu ya gorofa, sio? Kweli kabisa. Ndivyo sasa sheria pia ilibadilika kidogo. Kwa hivyo sasa tuna sheria ambayo inaitwa sectional property inasapotiwa na Land Act. Sectional property sasa inakupatia haki na unapata title yenyewe kwa gorofa lako. Na kisha gorofa lako pia imefanyiwa survey. Kwa hivyo survey si kwa ardhi peke yake. Pia kwa nyumba unachukua. Kwa hivyo inakwambia ukubwa ni labda 90 square meters ama 100 square meters, na inaonyesha boundaries kisawasawa. Kwa hivyo lazima ifanywe hivyo. Alafu pia kuna ile inaitwa sasa kutoka kwa mother title inaitwa sublease, na wakili atakwambia baadaye labda. Sasa sublease ni kuwa una title moja ambao watu wengi wanamiliki. Kwa hivyo unapatiwa sublease katika hii lease kubwa. Okay. Kwa hivyo lease kubwa inafaa kuwa inamilikiwa na watu wote kijumla, alafu kila mtu ako na sublease yake. Sublease yake ni cheti cha kuonyesha yeye ndio mmiliki. Na cheti hicho pia unaweza enda utafute loan kutoka kwa microfinance ama kutoka kwa bank, na inakubalika kabisa. Lakini pia lazima tuwe makini. Kwa hivyo hata nikifanya valuation pale kuna kitu inaitwa limiting condition. Na tunasema dhamani ya nyumba tunapatiana dhamani mbili, two values kwa nyumba moja tu. Kwa nyumba moja. Value vile iko as is, for example labda kama umejenga 20%, kwa hivyo utasema katika pali imefika thamani yake ni hivi. Alafu tunasema projected value ikiwa imekamilika, value yake itakuwa. Na je, hiyo projected value inazingatia muda ule utakuwa umekamilisha? Kwa kuwa kila mwaka tumekuwa tukiona baada ya miezi 5-6 unakuta shamba fulani hapa Nairobi, nyumba fulani imepanda bei. Lazima uweke muda. Kwa sababu labda kama nyumba labda ni estate kubwa, labda unataka kujenga nyumba 1000. Kwa hivyo inamaanisha kuwa labda inaweza chukua muda nyingi kabla uingie kwa nyumba yako. Na kuna nyingine pia unaweza kuwa unachukua mwaka mmoja. Kwa hivyo tukifanya valuation pale, tukisema ikiisha kwa huu muda baada ya mwaka mmoja, nyumba itakuwa dhamani hii. Nataka niulize swali lingine la kizushi. Tumeona wateja wengine ambao wamenunua nyumba halafu zikaharibika kutokana na masuala ya mazingira. Tuchukue mfano wa nyumba zilizoko barabara ya Athi River, nafikiri zinafahamika kama Green Estate, jina kama hilo. Kama si mwaka uliopita, nafikiri mwaka uliotangulia, tukaweza kuona mafuriko. Kabla ya hapo pengine hakukuwa na mafuriko, na kama ilikuwa hakuwa na athari kubwa. Nianze na wewe Bwana King'o. Pengine wewe uchukulie mfano, wewe ni mjenzi, ndio developer wa makazi kama yale. Unakuta hali ni kama ile kwa wateja ambao uliwauzia nyumba na ukaondoka zako kwa kuwa ushamaliza deni lako na kadhalika. Je, unachukua ile kitu inaitwa kwa kimombo responsibility ya kuweza kuwafumba macho wateja wakaweza kununua nyumba kama zile, ama mradi ushaziuza ushaosha mikono? Pale kidogo kuna mambo ya sheria kidogo pale, lakini nasema hivi kama developer. Kabla kwanza tujenge nyumba, kuna ile mambo nafaa tuangalie riparian land, hizo certificate zote. So kama tushafanya hiyo, anything else that comes in naweza ita, yani chochote za kinaweza tendeka pale, natural calamity. Yes, radi mepiga. Hapo unajiondoa. Pale sijasema najiondoa, bado pale sijajiondoa. Lakini kama tuna attachment na wale wateja, sisi ni familia na sisi ni kampuni na wamenunua shares ambao ile kama project bila umeita. Ukinunua nyumba moja pale umenunua shares kwa ile project tuseme.
Sasa sisi kama ndo developer hatuwezi simama kando sema sasa sisi tudoze nyuma lazima tuingie ndani kama kampuni kama familia tuketi pamoja na residents to agree vile tutafanya kitu gani mtafanya. Lakini ikiwa washalipa hakuna tena kubadilisha mauzo kwamba thamani imeshuka kwa hivyo wapunguze tuwarudishie senti fulani waweze kutengeza gharama zao na pengine nyinyi mtachukua gharama ya kurekebisha tu mazingira na kadhalika. Pale sasa sababu zile terms and conditions of sale yani ile sale agreement kwa utafiti sina undani wake, lakini sisi kama developer vile nimesema hatuwezi simama kando nyumba yako imeacha tuzama kando tukuangalie kwa sababu mnatazamia pia mtajenga nyingine na huyu mteja ndo atatupa mteja mwingine. Bwana Karani, pengine hali imetokea kama ile umekuta wateja zaidi ya 100 nyinyi ndio mliwapa mkopo kununua zile nyumba umekuta zimeanza kuharibika na wako nusu ya kulipa mikopo, umefika mahali sasa mawazo ni tutarekebisha nyumba zetu ama tutaendelea kulipa mkopo. Vipi mnawasaidia wateja kama wale? Je, mtakuwa tu mko mbioni kutaka malipo ama mtaweza kuwaelewa kwamba wamepata ugumu fulani katika sehemu ambao walienda kununua nyumba? Asante Nimrod. Sana mambo kama hii inapatikana saa zile kutoka mwanzo kuna mtu alilegea mahali. Kwa maana tumeelezwa vizuri kwamba kabla ujenge nyumba ya makazi ya watu lazima upate zile approvals. Zile approvals zinafaa kuwa clear enough ya kuonyesha kwamba hapa kuna mtu inapitiaga hapa, hii ni riparian, kuna hizi vitu zinafaa kuzingatiwa na ili kujiepushia madhara ya aina hiyo. So ukifuatilia utapata kuna mmoja either developer alizembea mahali na sasa ile shida inakuja inatupata sisi kama financiers na mteja wetu. Na je, wakati huo nyinyi pia mna nafasi ya kwenda kuangalia ile nyumba mteja anataka? Ndio pia na nyinyi mtaushauri kumwambie tukikupa mkopo hapa hii nyumba ikija kuharibika na maji ama kitu fulani utatatizika. Kwa hivyo heri tusikupe mkopo hapa, tafuta kwingine. Je, mnatoa ushauri kama huo ama? Tunafanya. Kabla upate mkopo yote ya kununua nyumba ama shamba lazima tunatumia valuers. Na tuko na panel ya valuers wale wanaenda kufanya valuation mwanzo. Na ile valuation kama venye tumeelezewa hapa inatupatia hali zote, inaangalia hiyo hakimiliki iko sawa. Kuna wengine wamejenga kwa barabara, inatuambia iko kwa barabara. Kuna zingine nyumba mashamba zimetajwa kwa ile report, wanatuelezea kama iko kwa hiyo report. Na tuna make sure kwamba ile nyumba iko mahali inafaa na imejengwa kulingana na venye inafaa. Kwa hiyo hatuwezi kwa mfano tukipata kutoka kwa ile report wanaonyeshana kuna vitu kadhaa haziko sawa na muendelee kupeana na tuendelee. So tunakaa chini na mteja wetu tunamuelezea, tunamwambia hapa kuna shida na shida ni namna hii. Wakili, nataka nikupe swali lakini kabla hilo nimuulize Bwana Omolo ili uweze kuchangia na hilo. Umekumbana na hali kama ile kwa mfano Green Estate ambapo nyumba zimejaa maji, bila shaka thamani yake inashuka kutokana kuwa sehemu ile sasa si nzuri tena kuishi na kadhalika. Je, mnarudi tena kutathmini kama kampuni hali ya ile nyumba na gharama zake ili mteja akitaka kuiuza anaishi pale asiwe ataiuza bei ya juu ili hali mtu ajikute na hali ile ya kupata mafuriko ama mazingira kuharibika? Je, mnatathmini tena na bei yake inashuka ama kawaida bei yake inasalia ile? Kusema kweli ni changamoto kwa sababu nyumba inapojengwa na ni mpya, saa zingine ni ngumu kujua kama labda inaweza poromoka kwa sababu tuna rely on approved documents na tuna imani kuwa zile documents ambazo zimekuwa approved, tunaangalia structural drawings na architectural drawings zote zimeapproviwa na zimeangaliwa ziko sawa kabisa. Lakini pale unapata aliyepatiwa kandarasi kwenda kujenga labda akafanya ukora kidogo, badala kutumia mawe fulani akatumia ile duni kidogo, labda alijenga kupatia simiti wakati mzuri wa kukauka, na unapata labda hata si mvua peke yake, kwa sababu labda kwa contract atakwambia kuna ile wanasema kitendo cha Mungu, mafuriko, act of God. Lakini saa zingine pia unapata kuwa jengo labda zimejengwa baada ya miaka 5, labda amepatiana loan vizuri, nyumba ya safi kabisa, baada ya miaka 5 unapata crack imetoka. Na crack inazidi kuendelea. Okay. Na pia saa zingine ukiwa mwenye ulinunua, saa zingine unaogopa kurudi kwa bank useme
imeanza kucrack kwa sababu utafikiri labda banki itasema turudishe pesa zetu kwa sababu nyumba sasa imekuwa duni. Kwa wakati kama huo ni kuhimiza watu kuwa ukiona labda kuna shida na nyumba yako, ni vizuri kurudi pale kwa yule value tena, umwelezee kilifanyika hivi, sasa njoo tena uangalie, okay? Tujue thamani yake. Kwa hivyo value atakuja kuambie labda tulifanya thamani yake ilikuwa 50 million, lakini sasa kwa sababu ya hii na hii labda thamani itarudi chini mpaka labda milioni 20. Kwa hivyo unaenda hasara labda milioni 80. Na kama ni kubwa hivyo, value anaweza kusaidia pamoja na wakili kurudi pale kwa ule aliyekuuzia. Na ni muhimu sana kwa sababu tumeona projects nyingi zinafanyika hivyo. Na kitambo watu wakafikiri labda ni projects ambapo utapata mali duni, slums ama labda Kasarani. Lakini sasa tunapata pia pali prime high end properties, pale mtu ananunua nyumba milioni 100 au hata 200 ama 200, ameweka pesa zote, labda amechukua kwa benki ama savings ama kutoka kwingine. Unapata kuna shida kama hizo. Lakini pia ukiwa pale pia unajua unakuwa na ile denial, umetumia milioni 50, hauamini kuwa unaweza kuwa umedaiwa. Na pale pia unaogopa kuwa labda hautapata compensation. Lakini ni vizuri kuwa lazima urudi tena kwa wataalamu, rudi kwa ule wakili alikusaidia kufanya kandarasi, sale agreement, rudi kwa ule value alifanya na mjenzi kabisa. Wakili, pengine tuzungumzie wateja ambao wanajikuta katika hali ya kuhadaiwa. Umenunua nyumba, imeingia maji, imeanza kuporomoka, au hata umenunua nyumba kwa mfano ukaambiwa kwamba hapa kuna maji siku zote, lakini baada ya miezi 2-3 maji yanakauka kabisa. Ukiuliza siku zote, kumbe walikuhadaa kuna visima tumechimba, ama kuna maji ya City Council yanapita, na pengine ilikuwa njia ya ukorofi tu wakapitisha maji siku hiyo mkinunua, alafu baada ya hapo hakuna maji. Sheria inakulinda namna gani na nyumba wakati inapoharibika na maji kwa mteja, malilio yako naweza kuyapeleka wapi kisheria? Kama mteja, kuna stakabadhi mbili ambazo ni muhimu zaidi wakati unaingia nyumba ambayo imejengwa off plan ama ambayo unaingia kwa mara ya kwanza. Stakabadhi ya kwanza ni certificate of completion. Lazima uitishe ile certificate ya kwamba hii nyumba imekamilika, na ya pili ni certificate of occupation. Hizi ni stakabadhi ambazo zinatoka kwa developer na serikali. Kwa hivyo lazima mtu wa serikali akuja confirm ya kwamba hii nyumba imejengwa kulingana na structures, plans zake, na imepitia katika approval zote ambazo zinapaswa. Hiyo ni hakikisho ya kwamba kunapotokea hasara yote kutokana na either ubomozi wa ile nyumba ama crack ama maji, wewe utakuwa umeelewa, kwa sababu wataalamu wenyewe wameconfirm ya kwamba wamefanya yale yote ambayo yalipaswa kufanywa. Lakini wakati hautapewa ile stakabadhi, basi watakuruka na waseme ya kwamba hatukusema kwamba hiyo nyumba imekamilika vizuri ya kuingia. Kwa hivyo lazima wewe mwenyewe uhakikishe ya kwamba umepewa zile stakabadhi. Kwa kawaida wakati developer anapeana certificate of occupation na completion, inakuja na garantia ya kwamba kama kuna kitu chochote ambacho kitafanyika na huu mjengo, nitachukua responsibility ya kurekebisha. Lakini huwa akiende kwa muda mrefu, nafikiri kwa sasa wameweka mwaka mmoja. Lakini wakati unaanza mkataba wako, unaweza negotiate, useme ya kwamba nataka nipewe muda wa miaka 3. Labda hapo sasa tutakuwa tumeweza kuona defects ambazo zitatokana na ule ujenzi. Kwa hivyo kama umeandika yale mambo katika mkataba, ikitokea hasara baadaye, utaweza kurudi katika ule mkataba useme ya kwamba nilikuwa nimepewa hakikisho ya kwamba kwa muda wa miaka 3, ni kama tu vile tunanunua simu na unapewa guarantee. Kwa hivyo lazima ile pia ikuwe kwa ule mkataba, na uinsist ya kwamba nataka niwe na hiyo guarantee, na unaweza negotiate tupewe hata miaka 5 kwa sababu wewe ndio mnunuzi. Hizi stakabadhi unazozizungumzia, unaweza kuhakikisha vipi kwamba si duni, si gushi, ni stakabadhi halisi, zimetoka kwa kampuni na ninaweza kuzithamini? Ndio maana lazima uuzishe mtaalamu kama wakili. Wewe mwenyewe hautajua, sababu wanaweza enda pale River Road na walete. Kwa sababu stakabadhi hizi ambazo zinapeanwa hazipeanwi tu na yule developer. Lazima pia una present the same certificate kwa approvals ule kwa county government na wengine ambao wanahusika katika ule ujenzi. Kwa hivyo lazima uuzishe mtaalamu. Usifikirie mwenyewe unaweza jua, lazima uuzishe mtaalamu. Na jambo lingine labda ambalo nimeliona katika kazi yangu ni kwamba unanunua nyumba off plan, na kweli nyumba katika
ukiangalia imekamilika, lakini ukienda kule ndani unakuta vitu kama sink, vitu ambavyo viko ndani ya nyumba havikukadiliwa vizuri, na tuseme ya kwamba utaweka quality fulani na fulani. Unajua finishing ya nyumba ndio muhimu hata zaidi. Ama unakuta nyumba ukuta imeanza kubambuka, haikukauka, ama wamepiga rangi coat moja na hawakupiga mbili. Unakuta ya kwamba kuna mtu mteja ambaye alikuja akaniambia ametumia zaidi ya milioni 5 tena kufanya nyumba hiwe jinsi ambavyo alitarajia itakuwa. Kwa hivyo lazima pia katika ule mkataba, na wakati huo sasa hawezi kumlilia, kwa sababu haya yako kwa mkataba. Kwa hivyo lazima ukinunua nyumba off plan unauliza ile sink ambayo mtaweka itakuwa ya aina gani, ile painting ambayo mtafanya itakuwa aina gani, roofing itakuwa aina gani, taa ambazo mtaweka zitakuwa za aina gani. Lazima ile ikuwe include katika mkataba. Bwana King'ona, Bwana Omolo, nafikiri hili swali nitawauliza nyinyi, mmeweza kujibu kila mmoja wakati wake. Unakuta kwamba uko na ardhi, halafu pengine umepania kujenga nyumba ya kifahari tu, na pengine umeanza, ushapata mafundi, ushafanya kila kitu shwari, halafu jirani yako ambaye pia hukutazamia atajenga nyumba gani, pengine matamanio yako ama matarajio yako ni kwamba alikuwa atajenga nyumba ya kifahari kama yako, ghafla binvu anaamua kuweka gorofa. Sasa inakuondolea ule usiri na ule uzuri wa pale mahali ulipo. Nafikiri pengine tuelezeni, je, mmekumbana na hali kama hiyo? Je, nyinyi wenyewe mmewahi kujenga nyumba kama hizo katika sehemu ambazo pengine watu hawakutarajia nyumba na wakawa washtaki ama wakawa na vuta ni kuvute na nyinyi? Na Bwana Omolo, inapotokea namna hiyo, je, thamani ya hii nyumba yangu ambayo sasa ni ndogo, manake imelemazwa na hii nyingine kubwa, inapungua ama thamani yangu bado inasalia ile ile? Nafikiri kwa nyinyi wawili. Mimi kwanza nasema hivi, kabla vile wewe mwanzo alisema hapa awali kidogo, kuna nyumba aina fulani uwezi zijenga area fulani. Ukitaka kupeleka apartment Karen haitakubalika. Kwa hivyo ikiwa umejenga villa Karen na jirani hawezi kuja akaweka apartment pale, kama ni villa pale, ni standard. Pale ni vigumu. Lakini unaona mitaa mingine, kwa mfano ukisema Githurai, ukisema Thika Road, ukisema Garden Estate, ukisema Kasarani na kadhalika, yapo matukio kama haya yametokea. Ukienda kama Kasarani, tuseme tu kwa mfano ambapo mwanasheria pata fafanua zaidi, imekubalika kuinuka apartment na imekubalika villa kama vile tunaongea. Kwa hivyo hauna, kwa sheria hauna kitu cha kumzuia yule jirani. Yule jirani akitaka, sijui nitapeana mfano mgani, yani mtu alikuja akajenga kanunua hoteli mzuri sana, akanunua hapa na hapa katikati kaja jamaa, ule mwenye na hizi mbili ziko kando akajenga hoteli moja kubwa sana mahali pengine na huko mbali kidogo. Ule jamaa katikati hakuwa na uwezo, akajenga hii ya kutengeneza jeneza. Uwezi mwambia atoe sabuni hoteli yako. Kwa hivyo sasa mwingine anatumia kama hifadhi ya maiti, na mwingine ana hoteli. Sasa hizo hoteli zimeisha thamani, sio? Maana nani atakuja kuishi pale? Kweli. Kwa hivyo inategemea nani, area gani. Kwa hivyo kama unaenda kujenga, je, inasaidia mkisema mmenunua shamba mahali pamoja kwamba saa nyingine kwa ujirani mwema mnazungumza tu ili msije mkajenga vitu ambavyo vitawakwaza nyinyi wote? Maana hata mkasema mnaviacha, yoyote atakayetaka kununua pale itakuwa either thamani imerudi chini ama watabomoa. Pengine mchango wako. Nitakupatia example fulani kutoka mitaa na Nairobi. Kwanza tanza na Kileleshwa. Kileleshwa kitambo 15-20 years ago ilikuwa mahali pa nyumba moja katika pengine eka moja na nusu. Lakini baadaye kidogo kutoka planning department wakaona kuwa Nairobi pia inakuwa kubwa, watu wanakuwa wengi, population imeongezeka pia, watu wataishi wapi? Kwa hivyo ikaonekana kuwa ni bora zaidi kufanya kitu inaitwa densification. Densification ni pale kwamba unapata katika ekari moja ni watu wangapi wanaweza ishi. Kwa hivyo kama ni mtu mmoja alafu uongeze labda kwa ekari moja, labda badala ya mtu mmoja tunaweza ka watu kama labda 100. Okay. Kwa hivyo inaitwa densification, kuongeza watu wanaoishi katika eneo fulani. Na densification ukiangalia kutoka upande wa dhamani ya ardhi, inafaa kuongeza bei ama value ya property yako. Kwa hivyo Kileleshwa, alafu sasa hapa tumepata Ngong Road ambapo unapata mtu ana nyumba yake ndogo hapa, kando yake unapata jengo kubwa ghorofa la ofisi, kando yake pia tena unapata biashara inaendelea, biashara za hoteli, mikahawa, club. Kwa hivyo imekuwa ni kama imekuwa mixed use. Kwa hivyo inamaanisha kuwa katika zoning ya mtaa Nairobi imebadilika, kwa sababu kwa mtazamo wa kubadilisha taswira pia iko, lakini je, kwa mtazamo wa thamani, je, thamani pia inabadilika? Kwa mtazamo wa thamani
thamani inafaa kuongezeka. Kwa hivyo kama uko na nyumba moja kwa ekari moja, haitaangaliwa kama nikikuja kufanya valuation lazima niangalie kitu inaitwa highest and best use. Okay, highest and best use inasema kuwa ni tumizi gani ndio ile ya juu zaidi. Ya juu zaidi ambao pengine nyumba ya kibiashara. Kwa hivyo kama imebadilika, taswira ya mtaa imebadilika, inamaanisha kuwa kama sasa inakubalika kujenga gorofa na umejenga nyumba ndogo, inamaanisha sasa kuwa nyumba yako si highest and best use. Kwa hivyo inamaanisha nikikuja kufanya valuation na nikipatia benki valuation, ndio kuja niwaambie kweli hapa ni Upper Hill, pale kuna nyumba bungalow, lakini siangalii kwa mtazamo wa nyumba ya kuishi. Pale lazima nipatie, sema kama vile nimesema kuwa value ya mashamba pale tunaangalia milioni 400 to 500. Kwa hivyo nikisema hivyo imaanishi hiyo ni value ya nyumba, hiyo ni value ya shamba yenyewe na kile inaweza tumika kufanya. Kwa hivyo ile value ya nyumba ile ndogo inakuwa ni kama haipo, ni kama negligible. Kwa hivyo inakuwa tu ni kama haipo. Naam. Tuzungumzie ujenzi wa nyumba za kibiashara na ambazo zimefikia mahali za kubomolewa kwa kuwa zimejengwa mahali ambapo sipo. Kwa mfano wewe ni mjenzi, chukulia mfano ya baadhi ya majengo yalibomolewa hapa jijini Nairobi. Kuna hoteli moja ya kifahari ilibomolewa karibu na jumba la ubalozi wa Marekani. Kuna nyumba ya kibiashara ilibomolewa katika barabara ya kuelekea Lang'ata na kadhalika. Je, nyinyi mnachukua majukumu ya kuwa wajenzi wa yale majumba na hatimaye yaje yaporomoke? Kwa mfano mimi ndio mmiliki nikakupa kibarua kwamba nyinyi mtanijengea nyumba fulani. Kuna watu wanafanya hivyo kibinafsi, wanakuja kwenu wanasema nina shamba, nyinyi ndio mtanijengea, lakini nyinyi hamunipi ushauri. Mimi nawaambia nijengeni, hata ikiwa ni mahali ambapo hapastahili kujenga, nawaambia jengeni kwa kuwa nina pesa, jengeni. Pakija masuala ya sheria na kadhalika, mimi nitatumia uzoefu wangu ama umaarufu wangu kama ni kiongozi, mwanasiasa na kadhalika, kama tulivyoshuhudia. Je, mtachukua jukumu baada ya hapo wakati ninakuja kubomolewa, ama inakuwa sasa matatizo ni yangu mimi binafsi? Kweli. Sasa Nimrod, bado hajapata kutana na tatizo kama hilo sisi ambao tumeenda tukaitisha mtu shamba alafu tukamjengea. Tufika pale, lakini kwanza ndaongea tu kama mtaalamu wa mambo ya ujenzi wa manyumba. Ukiangalia ule mtu kama mwanabiashara pia, ukienda kufanya biashara ya manyumba, usiende kufanya biashara upate pesa. Enda kufanya biashara usolve problem, yani ulete suluhisho kwa tatizo la manyumba hapa nchini. Manyumba pengine zimebomolewa, wale walienda kujenga nyumba wakiwa na ile tunaita objective ya kunda pesa. Wenye walienda kujenga nyumba akiwa na matumaini ama ya kusolve solution ya housing, nyumba yake haijaguzwa. Kama haina haja huko unatafutia mtu solution ya nyumba alafu unamjengea nyumba mahali haijakubalika. Hapo ndio tunakosea. Hapo ndio developers wengi wanakanyanga kando na kwa shida. Kwa hivyo sisi kama developer, kama tunafika joint venture ya shamba, mtu analeta shamba na sisi tuna chip in, then tuna agree ownership ya ile project, tunarudi zero, yani tunaanza mwanzo verification na ile document. Sababu sisi kama heavy developers hatuwezi inject almost kama close to $1 billion shamba yenye title ni gushi ama kitu, unajua baada ya mwaka 2 miaka 3 tenda chini. Kwa hivyo narudi bado kwa wakili, kabla uingize mikono kwa zile manyumba, rudi nyuma, angalia ile compound, fanya due diligence yako. Hapo ndio watu wanakosea. Na wenye wana develop manyumba wasiende ku develop manyumba na nia ya kunda pesa, waende ku develop manyumba na nia ya kusolve shida ya housing, ambapo pia unaona kwa big four agenda. So developers tukue part and parcel ya housing solution, si making business out of the housing. Hapo ndo naenda makosa. Naam. Bwana Karani, pengine kwa mtu ambaye amechukua mkopo kufanya biashara, chukulia mfano wa kituo cha mafuta kilichokuwa kileleshwa, kilichobomolewa, pamoja na mkahawa wa Java na kadhalika. Pengine kuna mmoja amechukua mkopo kwenu, akaja akafungua kibanda kadogo tu pembezoni tu. Pengine akaja akajenga mahali pa kuuzia vileo ama mahali pa kuuzia switi, mikate, keki na kadhalika. Alafu akajikuta katika ule msukumo wa kubomolewa na kadhalika. Inakuwa maelewano gani wakati wa kulipa mkopo? Manake pengine amechukua mkopo mwezi wa kwanza tu, mwezi wa pili, wa tatu ameanza kulipa, amewekeana miahadi ya kwamba atalipa baada ya mwaka mmoja, anabomolewa baada ya miezi 4. Pesa zote amezitia katika ile biashara. Nyinyi mnamsaidia vipi? Ama pia nyinyi mtajiingiza katika masuala kama yale wale waliobomoa kwamba mara moja ondoka ama mara moja turudishie pesa zetu, manake huna kingine cha kuletea faida? Nadhani Nimrod, mambo ya
ya manyumba nchi yetu tuko na shida, na ndio maana unaona serikali yetu iko na hii Big Four agenda na housing ni moja hapo ya zile vitu. Yeah. Kwa maana ukiangalia watu wengi wanaishi kwa manyumba za kukodisha na ni wengi wangependa kumiliki nyumba zao, na sana tunajipata kwenye shughuli, na ndio inakuwa hata watapeli wanakuwa rahisi kuingilia pale, kwa maana watu wengi wanataka nyumba zao. Na kuna ule msomi anaitwa Maslow alisema kuna hierarchy of need, nyumba na chakula iko level moja. So mambo ya manyumba sana unapata iko na ni need, si kitu mtu analazimisha, ni kitu binadamu yeyote anahitaji. So tuna kwetu ukipata kwa mfano uko na ile loan, na pia ni ngumu sana, kwa maana sisi kama venye nilisema mwanzo, ni kabla upate ile pesa sisi tunafanya ile due diligence, na tunatumia experts wa make sure kwamba ile shamba iko sawa, iko mahali nafaa, imejengwa vile iko. Ndio maana mpaka sasa hivi hatujapatwa na kisa kama hicho. Lakini kuna wale wanafanya biashara pengine kwa building zile zimebomolewa na walikuwa na loans zetu. So yule mtu hakika amepoteza biashara na ana income yeyote. So haswa tunakaa na wao chini, tunatoa mwongozo, kwa maana wale watu, mtu akipoteza njia yake ya kupata chakula, hata umwambia kulipe loan hawezi kukulipa, kwa maana kitu ya kwanza anataka yeye kusurvive. Na kusurvive ndio tulisema lazima atafute mahali pengine pa kuhamia, atafute chakula ya watoto yake na alipie watoto shule. So wale watu tunakaa na wao chini, wengi wao tumeona kama wale wanachomekewa na biashara, naona biashara imechomeka, wengi tumewa finance. Tunakaa chini na wao, tunaelewana, wanapelekwa through counseling na tuna restructure ile loan. Wengine utapata haswa kumsaidia vizuri ni kumrefinance, kwa maana ule ni mwanabiashara mzuri, ukiangalia rekodi yake utapata alikuwa analipa vizuri. Basi unaona ile jambo imempata, ndio maana mambo imebadilika. Katika muda uliosalia nataka tuzungumzie masuala ya sasa, watu wawili wakishirikiana kujenga nyumba halafu waje wakosane, iwe ni watu walioko katika ndoa, ndugu wawili au hata marafiki. Lakini kabla ya kwenda mapumzikoni, wakili, pengine umekumbana na hali hii, na nafikiri nitaje mtaa wa Kileleshwa ama Kilimani nafikiri, ambapo watu wamejengewa nyumba za kuishi na wakazinunua na wameishi kwa muda mrefu, halafu kuna kuja mfanyabiashara mwingine anageuza pengine shamba jirani ama ploti jirani akajenga jumba la kibiashara, akaweka mikahawa, akaweka vilabu ambavyo usiku pengine vinapiga kelele na kadhalika. Mtu kama yule haki yake iko wapi? Manake yule alijenga biashara, amepewa kibali akajengga na akaruhusiwa kukodisha kwa watu wanaotengeza vilabu, lakini nyinyi ambao mlinunua miaka mingi iliyopita mnajikuta mnakwazika. Sasa sheria, mtu analindwa kivipi katika jambo kama hili? Jambo la kwanza, unaponunua hebu jaribu kuelewa ya kwamba ile eneo ambao umekaa ni ya user gani. Kuna ile ambayo inaitwa mixed user, na wengi hawafahamu hilo. Kuna wengine ambayo inaitwa zile residentials ama commercial. Kwa hivyo wakati unanunua lazima ufanye huo uchunguzi, ujue hii eneo ambao liko na potential ya kukua kibiashara. Na hata kama nimejiwekea nyumba yangu ya kuishi, kuna uwezekano ya kwamba kesho kutakuwa na gorofa ambayo itakuwa inafanyiwa biashara. Kwa hivyo kama uko katika eneo lile, basi hauna solution yote kisheria, kwa sababu yule mwingine pia ako na haki yake. Wewe ndio mwenyewe ulijiweka katika ile hali. Kwa hivyo hauwezi sema ya kwamba utaenda umstaki yule mtu ambaye ameweka gorofa lake pale, ile hali yeye akona, ama lazimisha abadilishe wateja, atoe wale wateja wanaopiga kelele, huwezi kumlazimisha. Kwa hivyo ni wewe mwenyewe ujiangalie na ujiulize ya kwamba mahali ambapo lakini tumeona katika miaka hivi punde vituko kama hivyo vikitokea, unakuta watu mashuhuri serikalini wanatumia mabavu, wanatumia nguvu zao kuwadhalilisha hata wafanyabiashara, kufunga vilabu na kadhalika. Ukiangalia katika sheria ya NEMA kwa mfano, kama umepewa kibali cha kufanya kazi ya vileo katika mahali ambao pia ni residential, kuna wakati ambao unapaswa kufanya ile biashara na kwa muda fulani, na pia ile volume ambayo inatoka katika
jengo lako lazima iwe ni volume ambayo imekuwa approved. Kwa hivyo kama anazidi ile approval, basi unaweza mpeleka mahakamani ama ukamshtaki hata katika polisi na akachukuliwa hatua. Lakini kama ako katika within zile approvals, basi we hauna solution yoyote.